Kwanza kwa majina naitwa Edward Sylvester Mabula, ni meneja wa bandari za Ziwa Tanganyika. Kama ulivyosema, mpo katika ukanda ambao una uchumi ambao unakuwa kwa haraka sana. Ziwa Tanganyika ambao linapakanisha nchi 4: Tanzania, Zambia, DRC Congo na Burundi, ni eneo kubwa sana la kiuchumi. Katika eneo hili, mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania ina bandari kadhaa katika ukanda huu, na bandari hizi zipo katika mikoa mitatu ya Kigoma, Katavi na Rukwa. Kuna jumla bandari 19 katika eneo hili ambazo ziko chini ya mamlaka ya bandari Tanzania. Lakini katika bandari ambazo ni kubwa zaidi, Kigoma ndio bandari kongwe. Bandari kongwe kwa maana kwamba katika ziwa Tanganyika ndio bandari ambayo ipo muda mrefu. Bandari ya Kigoma imejengwa mwaka 1922 na Mbelgiji kwa ajili ya kusafirishia mizigo yake kwenda Bujumbura, specifically kahawa. Lakini katika ukanda huu pia kuna bandari zingine kama ya Bujumbura ambayo imejengwa mwaka 1956, bandari ya Kalemi huko Kongo DRC imejengwa mwaka 1931, na bandari ya Mpulungu kule Zambia yenyewe imejengwa mwaka 1930. Kwa utaona kwamba bandari ya Kigoma ni bandari kongwe sana katika ziwa Tanganyika, na nitumie neno kwamba ni ng'ombe wa maziwa katika bandari za Tanzania katika kuhudumia mizigo na abiria. Kwa hiyo nikizungumzia bandari ya Kigoma, kimsingi sisi kama kituo cha ziwa Tanganyika tulikuwa tumepewa malengo ya kuhudumia mizigo kwa mwaka, ambao ni kitu cha kawaida kabisa katika kila bandari. Tulipewa kuhudumia takriban mzigo wa 335 kwa mwaka mzima katika ukanda mzima wa ziwa Tanganyika. Lakini mpaka kufikia mwezi wa 5 mwaka huu tumeshahudumia zaidi ya tani 744. Kwa hiyo tunaona kwamba utendaji kazi ni mkubwa sana na unaelekea kufikia mpaka tani milioni 1 endapo tungeendelea vizuri. Kwa hiyo lakini bandari ya Kigoma ndio inahusika kwa asilimia takriban 85 katika kuhudumia hii mizigo, na tunashukuru kwamba tumepata athari chanya ya mzigo wa klinka ambao ulikuwa unaenda Kigali, lakini sehemu nyingi unapitia hapa. Klinka ni malighafi ya kutengenezea saruji. Kwa hiyo tuna wawekezaji hapa ambao ni wa China, wamejenga bandari yao, wamejenga kiwanda chao cha simenti hapa Kigoma, na hao ndio wanaoingiza mzigo mwingi sana wa klinka kutoka Kongo. Lakini pia hao wana kiwanda kingine kiko Kigali, kwa ule mzigo ambao utakuwa uende Kigali unapitia hapa katika bandari ya Kigoma. Kwa bandari ya Kigoma iko busy sana kuhudumia mzigo, na mwelekeo ni mkubwa kwamba mzigo utakuwa ni mkubwa zaidi, kwa sababu tuna ujirani na nchi moja ya DRC Congo ambayo ina wealth, ina mali nyingi sana ya madini. Kwa hiyo tunaona kwamba matajiri makubwa sana kwamba baadaye bandari ya Kigoma inaweza ikahudumia zaidi hata ya tani milioni 2 kwa mwaka. Sawa, tuzungumzie labda kuhusu mabadiliko uwekezaji. Tunafahamu kwamba bandari hizi kama ulivyosema, kwa mfano hii bandari ambayo ni ya muda mrefu sana sasa, na tunaamini kwamba haiko kwenye hali ile ya mwaka 1922 wakati ilipojengwa sasa hivi. Sasa bandari ya Kigoma unapoizungumzia imepitia maboresho ya namna gani na ilikuwa nyakati zipi? Ni kweli kabisa kama nilivyosema kwamba ni bandari kongwe. Sasa hivi bandari ya Kigoma ipo katika miradi mikubwa miwili ya maboresho. Bandari ya Kigoma ina sehemu kubwa 3. Kwanza ina sehemu ya gati la mizigo au cargo terminal, na pia ina sehemu ya kuhudumia abiria au passenger terminal, na pia ina sehemu ya kuhudumia mafuta kwa maana ya Kibirizi Oil Jet. Kwa sasa hivi tuna miradi hii mikubwa miwili ya maboresho ya bandari ya Kigoma kwa upande wa abiria na kwa upande wa mizigo. Tuna ruzuku kutoka kwa Japani kwa ajili ya kujenga bandari ya abiria passenger terminal, na huu ni mradi ambao umeanza tangu mwaka jana mwezi wa 6 tarehe 2. Sasa hivi uko takriban 17%.
ni mradi mkubwa ambao uko chini ya Japani kutoka kwa shirika la maendeleo la Japani JICA, ndio wanajenga. Kampuni ya Shimizu Corporation ya Mjapani ndio inajenga bandari hiyo ya abiria chini ya mwelekezi kama consultant Eco Corporation. Kwa hiyo ni mradi mkubwa wa takribani dola za Kimarekani milioni 16.9 umekwisha anza katika hatua nzuri. Lengo la mradi huu ni kuboresha na kupata bandari au gati la kisasa la abiria. Kwa hiyo mpaka sasa hivi uko katika hatua nzuri na una mawanda au scope kubwa 3. Kwanza ni kujenga barabara ambayo inaelekea kule au inaitwa approach road au access road, lakini pia watajenga eneo la abiria kusubiria usafiri au passenger waiting lounge tajengwa, lakini then watajenga sasa eneo la meli kufunga, kusimama, kuenka au gati. Kwa hiyo tunaona kwamba hayo ndio maeneo makubwa ambayo yapo kwenye huo mradi. Ni mradi ambao tunatarajia utafufua kabisa usafiri wa abiria katika njia za kiusalama. Kwa bahati mbaya mpaka sasa hivi katika bandari ya Kigoma hatuna specific passenger vessel ya kuweza kuhudumia abiria baada ya meli yetu pendwa ya Liemba kuwa grounded kwa muda mrefu, lakini tunashukuru mpaka sasa hivi Liemba ipo kwenye matengenezo makubwa, iko 75%. Tunatarajia mwezi wa 8 itakuwa tayari imekamilika na hivyo kukabidhiwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba maboresho haya yanaenda sambamba kujenga gati yake na vivyo kuikarabati yenyewe. Kwa hiyo itakapokuwa tayari, then tunaamini kwamba itaweza kufungua milango mingi ya kuhudumia abiria katika eneo hili. Mradi mwingine ambao of course umeanza kidogo ni mradi wa kuboresha bandari ya Kigoma sehemu ya mizigo. Serikali baada ya kuona kwamba bandari ya Kigoma imekuwa kongwe sana, imechakaa, ikajielekeza kwamba iangalie uwekezaji upi ufanyike ambao utakuwa na faida kwa taifa. Kwa hiyo ikawa imeingia mkataba na kampuni ya Kichina kwa ajili ya kukarabati bandari hiyo. Kama unajua sasa hivi focus sasa hivi mwelekeo wa serikali ni ushirikishwaji wa sekta binafsi. Kwa hiyo serikali ikaona kwamba baada ya kukarabati yenyewe ishirikishe sekta binafsi, especially wawekezaji investors, ikawapata hao wameingia mkataba ili serikali yenyewe sasa ijielekeze kwenye huduma zingine za msingi za raia wake kama elimu na afya. Kwa hiyo imeingia mkataba ambao hao wenzetu wa China watakarabati hiyo bandari na kuendesha kwa muda. Wakati huo sasa serikali ina concentrate kwenye mambo mengine ya msingi zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba hii mradi mikubwa ndio sasa hivi iko hapa Kigoma inaendelea, na matarajio kwamba baada ya miaka 2 bandari ya Kigoma itakuwa ina sura tofauti kabisa. Umezungumzia swala la meli pendwa, meli kongwe ambayo ina historia kongwe zaidi duniani, MV Liemba. Yeah. Thamani ya mradi uliosema ni pamoja na meli ya MV Liemba au ni hiyo iko tofauti? Tofauti. Hiyo thamani nimesema ni ya mradi wa kujenga gati la abiria. Liemba, kwanza tu kwa taifa lako, meli ya Liemba iko chini ya TPA. Ni meli ambayo iko chini ya Tashiko, mwenzetu wa shirika la meli Tanzania. Lakini kwa sababu iko bandari kwangu, ndio mataifa zake nazifahamu at least kwa kiasi fulani. Kwa hiyo hiyo gharama ambayo nimesema ya dola za Kimarekani milioni 16.9 ni kwa ajili ya ujenzi wa gati la abiria ambao sasa ita include hiyo scope ya kujenga barabara, ya kujenga ile eneo la kusubiria na kujenga gati ambao meli zitakuwa zinafunga. Nashukuru meneja kwa ufafanuzi huo. Na kwa upande wa mradi wa gati la mizigo? Gati la mizigo kama nilivyosema ndio mradi ambao umeanza. Huu ni mradi ambao kusema kweli mradi ambao utaufungua mkoa wa Kigoma, kwa sababu sasa hivi bandari ya Kigoma ni kama nilivyosema, ni ng'ombe wa maziwa. Tunahudumia mzigo mwingi sana kwenda nchi jirani. Wenzetu wa Burundi na DRC Congo wanategemea vitu kutoka Tanzania, kila kitu kuanzia nyanya hata mchicha hata mahindi, chochote kile wanachukua huko. Kwa hiyo bandari hii ikiboresheka, matumaini kwamba itaweza kufungua zaidi fursa za uwekezaji. Kigoma sasa hivi tena, ndugu mtazamaji, sio tena mwisho wa reli kama ambavyo ilikuwa huko nyuma. Sasa hivi ni mwanzo wa fursa za uwekezaji
na ufanyaji biashara katika mpakani mwa nchi jirani.